Mchezo huu wa Kariakoo Derby ambao umefanyika jana funga meza umegubikwa na matukio mengi sana nje ya uwanja. Mojawapo likizungumzwa mambo ya ulozi, mambo ya imani za kishirikina, lakini pia bila shaka uliona ile matukio ambayo yalikuwa yanaendelea, lakini pia ilikuwa inapostiwa sana katika vijue vya kidigitali, ina maana mitandao ya kijamii. Matukio haya yana nafasi kweli katika uwanja na wachezaji wanatakiwa kuamini, ama ndio yale moja kwa moja yanakutoa katika mchezo pamoja na concentration, lakini kama game mind hivi? Tukubaliane kwanza, mpira wetu una tamaduni zake, una mambo yake. Mpira wa Kiafrika una vitu vyake. Of course binafsi siwezi kuamini kwa 100%, lakini huenda kuna nafasi fulani ambavyo watu wamekuwa kifaidika, na ndio maana kila baada ya siku tunaviona hivyo watu. Sidhani kama wanafanya aviwalipi. Is it kwa sababu tangu miaka na miaka leo tunasikia tunazungumza kuhusu hizi imani za kishirikina katika mchezo wa mpira wa miguu zimekuwa zikiendelea, hususan katika ligi kuu soka Tanzania bara. Naamini kuna nafasi fulani huenda vikawa vinawapatia hiyo hali ya ushindi huenda, lakini binafsi sina imani hiyo kwa kiasi kikubwa, na ndio maana vimekuwa vikifanyika. Why tumeanza kufuatilia mchezo wa mpira wa miguu tangu miaka hiyo, kila siku imani za kishirikina paka shirikisho limeamua kutunga sheria rasmi ambayo imekuwa ikiwaadhibu watu wenye kuonesha dalili na hivyo vya sheria vya imani ya kishirikina. So far kwangu mimi nadhani hii ni miongoni mwa tamaduni na miongoni mwa mpira wetu kivyetu. So far binafsi sitaki kuamini, kwa sababu ni vitu ambavyo vinaweza vinapumbaza pia, badala ya kuamini kwenye preparation, maandalizi sahihi ya timu, mkao mnaamini zaidi kwenye kufanya hivi vitu kwa kuamini ya kwamba huenda vikafaidisha kwa namna moja ama nyingine. Kwangu mimi nadhani havina nafasi kubwa kuliko kuandaa timu na kusajili vizuri, japokuwa wanafanya vitu, ndio maana unaona bado watu wamekuwa kisajili kwa gharama kubwa. Kwa nini sasa Simba wasajili kwa gharama kubwa, aliyakuwa naamini kwamba wakimwaga tu maji uwanjani watapata matokeo? Lakini umeona wameenda kuchukua mashine kina Libase Gwe, kina Anseti Oula, kina Luemba, kina nani, mashine za kazi kulikweli. Kwa nini wasingeamini tu kwenye kumwaga maji katika kiwanja, kama maji yanaweza kusaidia wewe uweze kupata matokeo? So far mimi naamini kwenye mchezo wa mpira miguu kuwa na timu bora, kuwa na kikosi bora ndio kitu pekee ambacho kinaweza kukupa assurance ya kupata matokeo ya ushindi. Lakini hivi vinginevyo vinavyofanyika ni mbwembwe tu ambazo ziko sometimes huenda zinalipa, sometimes hazilipi. Kama unavyojua mbwembwe, unaweza kufanya mbwembwe usifaidike, lakini ukafanya mbwembwe ukafaidika. Sometimes pia kwa kuwa tuna hiyo imani, kwa hiyo unaweza kaitia tu hofu timu pinzani kuamini kwamba yes, sisi tuna kitu tumekifanya. Labda umepiga mara ya kwanza umekosa, umepiga mara ya pili umekosa, unaamini kwamba kuna mtu amemwaga maji uwanjani, huenda ndio sababu mimi kukosa. Unatoka mchezoni na mwenzako anafaidika na hiyo advantage. So far kwangu mimi nadhani haviwezi kusaidia kwa namna moja ama nyingine kama hauna timu bora. Sheria ipo na timu zimekuwa zikipewa adhabu mara kwa mara kuhusiana na vitendo hivi vya kishirikina, lakini bado tunaziona kwamba hazikomi na zidi kuendelea nazo. Pengine hizi adhabu zimekuwa ni ndogo sana kwa hivi vilabu wanaweza kulipa, ama ndio kusema hivi vilabu vinakuwa vina nguvu hasa kuipita hata bodi ya ligi pengine na kamati za uendeshaji wa ligi, kwa sababu kama kweli wanaathirika na hizo adhabu, mbona hawaachi na wanazidi kuendelea nazo? Mimi binafsi kwanza naamini kwamba adhabu haziwezi haziwaumizi timu kama Simba, timu kama Yanga. Adhabu ambayo wamekuwa wakipata haiwaumizi, kwa sababu unaweza kaambia ulipe adhabu milioni 1 si milioni 5, aliyakuwa wao kuna wachezaji wanalipa paka milioni 50 kwa mwezi. Sasa mtu analipa wachezaji milioni 50 kwa mwezi, mwambie alipe adhabu ya milioni 5 si vitu vya kuchekesha. So far kwangu mimi nadhani ni adhabu ambazo haziwaumizi, na ndio maana wamekuwa wakiendelea kuzifanya. Kama zingekuwa ni adhabu ambazo zingekuwa zinawaumiza, adhabu za kuumiza, huenda haya yote singekuwa yanafanyika. Kwangu mimi naamini kwamba adhabu hazitoshi, na ndio maana hivi vitu vimekuwa vikifanyika. Mtu anaamini kwamba fanyeni, tena kuna watu wanakwenda mbali. Unajua kuna mashabiki wanasema kabisa, nyinyi fanyeni, swala la adhabu tutalipa sisi tunafanya. Kwa sababu tunakumbuka kwamba kuna interview moja alifanya Mangungu siku ya majuzi, nadhani alikuwa anazungumza, miongoni mwa vitu ambavyo alizungumza kwamba yeye ndani ya Simba je kataza mtu kufanya ambavyo anaweza akafanya ili mradi Simba aweze kupata ushindi. Kwa hiyo utagundua kwamba ni vitu ambavyo hata klabu zenyewe zimekuwa zikisupport. Huenda hata klabu hawatumi, lakini watu wanafanya, lakini taasisi zimekuwa zikisupport. Kwa hiyo mimi nadhani ni adhabu ambazo hazitoshi, na tuendelee kuyaona haya matukio,
na sio Tanzania tu, Afrika kwa ujumla. Ukienda hata South Africa pia nao wana tamaduni zao, utakutana na hivi vitu, sio vitu vigeni. Nchi za Kiarabu kidogo nazo, hata nchi za Kiarabu pia ukienda nao na vitu vyao waga wanavifanyaga pia, tunaona watu ambao wanafuatilia. Kwa hiyo nadhani hii ni tamaduni ya bara zima la Afrika, lakini namna ambavyo tunajaribu kuitoa huko na watu waamini kwenye kuinvest vya kutosha na kuhakikisha kwamba unaandaa timu yako vizuri uweze kupata matokeo. Kama hawawezi kukoma na hizi tabia, kipi kifanyike pengine, kama sio kupunguza moja kwa moja au kuondosha hizi tabia michezoni? Nadhani labda kungekuwa na adhabu ya mtu kukatwa alama. Kama kule kwa Italia kufanya kosa kidogo. Yes. Ingekuwa adhabu ya alama, ingekuwa kidogo, watu wangetengeneza heshima, kwa sababu unafanya vile ukapata alama. Sasa ukifanya vile alama inakatwa, yani nini ufanye hivyo? Kwa nadhani kama kulikuwa na adhabu kwamba mtu ukionekana na watu wakathibitisha kwamba yes ni viashiria kweli vya kufanya urozi, basi mtu angekuwa anakata alama 2, alama 1, alama 3, ingekuwa kidogo ina make sense, watu wangekuwa na hiyo hali ya kuogopa. Lakini kusema kwamba watu walipe faini ya 500,000, milioni 1, kwa ngumi nadhani haitoshi, zaidi kuwafaidisha tu watu wa bodi ya ligi. Shukrani sana Fungameza. Asante sana. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.